أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Leo tumo katika darsa ya 21 katika mfululizo wa darsa zetu za sayansi ya malezi kwa mtazamo wa Qur'an. Katika darsa yetu ya jana tulianza kujifunza moja katika misingi mikubwa ya malezi, na tulisema kwamba upendo na mapenzi kwa yule unayemlea ni msingi mkubwa sana katika malezi, ni funguo za mambo mengi sana katika kulea. Tuliona baadhi ya nukta muhimu, lakini leo hii kabla ya kuendelea tudokeze kiasi kama nukta 4 hivi za muhimu kuhusu malezi kupitia upendo, kabla hatujaendelea katika nukta ambazo tulikomea jana katika darasa yetu. Kwanza, nukta ya kwanza tuelewe kwamba mapenzi au upendo, alhubbu, ni hajatun fitriyatun ghariziyya bal dharuriyya. Upendo kwa mwanadamu ni haja ya kimaumbile ambayo kaumbiwa, na taban ukienda zaidi ya hapo utagundua kwamba hata asiyekuwa mwanadamu. Kwa hivyo mnyama yoyote yule akihisi upendo akawa hana wasiwasi na uadui na chuki dhidi yake, huwa ni mpole na huwa ni rafiki ya mwanadamu. Sasa mwanadamu kaumbiwa upendo kwamba ni sehemu katika mahitajio ya msingi sana, anahitajia. Na ndio utaona yule mtaalamu wa kimagharibi Abraham Maslow alipotengeneza msonge wake wa basic needs, mahitajio ya msingi ya mwanadamu, aliweka mahitajio ya kimwili yanaitwa physiological needs. Mahitajio ya kimwili, mwanadamu anahitajia kula, mwanadamu anahitajia kuvaa, mwanadamu anahitajia kunywa, mwanadamu anahitajia makazi, kwa sababu mwili unahitajia kupumzika. Hivi vyote ameviita kuwa ni physiological needs, yani mahitajio ya kimwili, physically mwanadamu anahitajia hivi vitu. Na ndo tukasema kimalezi, ukiwa unampa tu mtoto hizi physiological needs, hujamlea.
kwa sababu hata mnyama anahitajia kula, anahitajia kunywa, anahitajia mahali pa kukaa. Kwa hiyo mwanadamu anahitajia zaidi ya mahitajio ya kimwili, lakini mwanadamu anahitajia psychological needs, mahitajio ya kisaikolojia, ya kinafsia. Nafsi yake inahitajia baadhi ya mambo. Katika hayo kwamba mwanadamu anahitajia awe na belonging, yani awe anahusika na watu fulani, kusema huyu ni baba yangu, huyu ni mama yangu, hii ni dini yangu, haya ni madhehebu yangu, hiki ni chama changu, hii ni klabu yangu. Anahitajia hivi vitu. Ndio maana mtoto hujifaharisha kusema baba yangu, kusema mama yangu, kusema timu yangu, kusema chama changu, kusema dini yangu, madhehebu yangu. Ana haja hiyo ya kujinasibisha na makundi mbalimbali. Ni haja ya kibinadamu kule kujinasibisha na kundi fulani. Lakini kisaikolojia mtoto anahitajia, na mwanadamu kwa ujumla, kupendwa. Yeye anahitajia kupenda na yeye anahitajia kupendwa. Asipopata huduma hii nyumbani, ataitafuta nje, na ni hatari sana kwa mtoto wa kike akihisi kwamba haonyeshi mapenzi kisha akayapata nje, hata ya kisanii, ya uongo, anachukuliwa. Ndio maana vijana wengi hodari, sijui kama wanafaa kuitwa hodari, vijana wengi wenye kuchokoza watoto wa kike, funguo kubwa wanaotumia kufungua vifua vya watoto wa kike kuwaingia ni kuonyesha kuwa wanawapenda. Nyesha unampenda kisawasawa, alafu akaona baadhi ya ishara na dalili, huwa anachukuliwa yule, kwa sababu anahitajia. Lakini ikiwa glasi yake ya mapenzi imejaa kule nyumbani, yoyote atakayetaka kuijaza nje ya nyumbani, yale maji yatakuwa yanamwagika, kwa sababu atakuwa hahitaji, hana uhaba wa mapenzi. Kwa hiyo ukikuta kuna ukame wa mapenzi, alafu wewe ukaingia ukaonyesha mapenzi, yule unamchukua. Lakini akifahamu kwamba anapendwa sana na hakuna anayeweza kumpenda kama wazazi wake, hakuna anayeweza kumpenda kama kaka zake, dada zake, hakuna anayeweza kumpenda kama ndugu na jamaa, basi yeyote atakayetaka kuingia kwa kibali cha mapenzi atafanya kazi sana. Mwanadamu anahitajia sana kupendwa. Hata wewe ukifahamu kwamba wanao hawakupendi, upate amani. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametufunza kwamba mapenzi hayatengenezwi eti kwa kuwapa watu vitu sana vya kimada. Mapenzi ni malipo ya mapenzi. Mtu akihisi unampenda kisawasawa, lazima akupende, hata kama mwantangu awali alikuwa hakupendi. Kwa hivyo ni swala la kubadilishana. Ukionyesha upendo kwa watu, watu watakupenda. Kwa hivyo ni haja ya kimaumbile ya mwanadamu. Mtoto anahitajia hilo, na wewe ukilifanya hilo utalipata utu uzimani. Kesho watoto utawaona namna ambavyo wanakwenda wakibubujika kwa wazazi, kwa sababu wanawapenda. Wanaonyesha upendo kwa wazazi kwa sababu walipendwa wao zamani. Na sisi tunahitajia pia kupendwa na watoto wetu. Wengine wote wakuchukie, lakini ifikie mahali wanao pia, huwa inauma sana. Akuchukie jirani sawa sawa, akuchukie muumini mwenzako msikitini pengine ni sawa sawa, lakini na mwanao. Kwa hivyo hii ni haja muhimu sana. Na kwa bahati mbaya sana, baadhi ya wazazi hutengeneza mazingira mabaya kwa watoto, na hasa ikitokea kwamba baba kaoa mke zaidi ya mmoja. Kuna baadhi ya kina mama, sisemi wote, wana tabia kutengeneza chama cha upinzani na kujaribu kushawishi watoto kwamba baba yao hawapendi,
anatoa mawaidha yale, na unajua watoto imani yao kwa wazazi mkubwa sana. Anatengeneza evidence za uongo, anaonyesha kwa baba yenu anapenda kule zaidi, si unaona amefanya hivi, si unaona anafanya hivi, mpaka yanakita kwa watoto, jambo ambalo ni baya sana, ni kitu kibaya sana. Hata kama una vita na mwenzako, usihamishe majeshi yale tena kwa watoto, ni vitu vina madhara sana. Na miongoni mwa madhara ni kwamba watoto wakikua huwa wanaweza kuchambua. Ndio utagundua kwamba umewapampu, umewajaza, lakini wamefikia watu wazima, unajua baba ni mtu kweli, kwa sababu wakati ule ilikuwa ukiwakokota tu, wao walikuwa hawapimi mambo. Kwa hivyo kutengenezi jambo zuri hata kwako wewe. Kwa hivyo hiyo ni nukta ya kwanza, kwamba jitahidi sana kutengeneza mazingira ya mapenzi kwa watoto, kwa sababu wakiyapata nje, mafungamano yao na wewe mzazi yatakuwa ni madogo sana. Na hatari yake ni kama hivyo tulivyosema, mtoto wa kike asipohisi kupendwa nyumbani, akampata msanii muongo kule nje ambaye akijikwaa anapewa pole, akivaa hata ovyo ovyo anasifiwa, umependeza, kila anachofanya yeye anasifiwa, anaonyesha anapendwa, yule mtoto hata nyumbani anaweza kukimbia. Kwa hiyo ijaze hiyo glasi ya mapenzi ili nje yakose nafasi. Hiyo nukta ya kwanza. Nukta ya pili, kumlea mtoto kwa mapenzi kunampa mtoto amani sana katika maisha. Anakuwa na amani, zaidi ya amani na kujiamini. Hakuna kitu kikubwa kama kuishi kwa amani. Tumewahi kuzungumza hapa kwamba mkeo jaza friji utakapojaza, mpe huduma zote, lakini akikosa amani vile vyote havina thamani. Ukibisha hodi hana raha, ukipika chakula kila mara anangojea asikie leo patatolewa kasoro gani, maana wewe unaona kasoro tu. Chumvi kizidi basi unakisukuma chakula kule ukitaki. Mambo gani bwana haya bwana? Kia vyakula bwana na nini bwana, kila siku mambo. Lakini hotelini unakwenda unakula sampuli hiyo hiyo na chenye uduni kuliko hata hicho. Shakhsia intiqalia, mtu ambaye kazi yake yeye ni kupinga tu. Kuna watu sampuli hiyo. Yaani nyewe mkikusanyika mkasema sasa hivi ni mchana, yeye atahakikisha anasema ni usiku. Na mkisema ni usiku, yeye atahakikisha anasema mchana. Ukimsifu mtu yatambomoa, ukimbomoa yeye atamsifu. Yaani maumbile yake ni shakhsia intiqadia, lazima aonyeshe opposite. Sampuli ya watu hao hapo bwana. Utanyamaza kimya kusikia umejenga hoja yako kuonyesha kwamba upande wa kiza ni upi. Sasa watu sampuli hii hana appreciation, hatambui jitihada za mwenzake. Ndio yale tulosema jana, mtoto alikuwa rejected, yeye kila analolifanya halitambuliki. Hakuna wakati anasifiwa kwamba mashaallah umefanya sawa sawa. Yule mtoto atakosa confidence katika maisha yake, atakuwa hajiamini. Kwa hivyo mtoto atakuwa na amani sana, ataishi maisha ya amani ikiwa anajua kwamba anapendwa. Na hata sisi kina waume na wake, wewe uko nje fanyiwa utakaofanyiwa, lakini ukijua mkeo anakupenda, yule alokukebehi nje hana maana yote. Ndio tulosema siku moja kwamba mwanamke avae atakapovaa, pendeza atakapopendeza. Mumeo akimsifu inatosha watu wengine 1000 huko nje. Maana akitoka nje mwenzake akamwambia mashaallah umependeza, anasema hata baba fulani amesema. Maana baba fulani yeye ndo ana credit nyingi akisema. Njoo mke wangu, hebu nenda. Na hebu rudi hivi. Mashaallah. Nadhani ni jambo dogo, sio Lakini yeye tayari ushamaliza. Wengine wote hata wakisema kwamba rangi si nzuri, sijui nini, baba nani kishaona nzuri. Sasa hivi ni vitu vingine ambavyo ndio tunasema ni fani, yani ni mazingira unayotengeneza ya kuhakikisha kama mambo yanakuwa sawa sawa. Katika mambo ambayo mimi nimejifunza kwa mzee wangu tangu tukiwa wadogo, mkikaa mezani mnakula alafu mkagundua kuna kasoro, kwamba mama pengine mkono ulimponyoka kidogo, chumvi ikawa nyingi, anakuambia usiseme mpaka tumalize.
Yani sio ukosoe chakula wakati wa kula. Kuleni mmalize, alafu baadaye ndio useme. Tena kwa namna nzuri. Lakini wewe ukikaa mezani pale pale ulipoanza tonge la kwanza tu, unaanza kukisema chakula. Kwa hiyo sio vizuri. Sasa mwanamke anahitajia mapenzi kama ambavyo mtoto anahitajia mapenzi, kama ambavyo baba anahitajia mapenzi ya wanae kwake. Sasa tabia ni mwangwi. Kila unachokifanya ndivyo utakavyofanyiwa. Uhusiano wa kimapenzi unatengenezwa. Kwa hivyo utengeneze. Nukta inayofuata. Mapenzi ni ufunguo wa kufunza adabu. Yani pale ambapo unamkosoa mtoto anayejua kwamba unampenda, huwa inaathiri sana kuliko pale unapomkosoa mtoto akajua kwamba kwanza mzee mwenyewe hana mapenzi na mimi. Ukipitia njia ya upendo katika kukosoa, ina athari kubwa sana. Na hata wataalamu wanasema hata ukikasirika, ukishamkemea mtoto, ukishamuonya mtoto, baada ya hapo sahau, yani changamka kama vile halikutokea lolote. Yani ajue limekwisha lile. Kwa lugha nyingine, afahamu kwamba unachokichukia ni tabia, sio yeye. La kama mtoto amekosea lakini na sura yake pia unamwangalia sura yake. Haya, sura inahusika nini? Muangalia alivyokaa. Sasa inaonyesha kwamba lile kosa limepelekea wewe kumchukia na yeye, sura yake na namna alivyo. Wakati ambapo kinachotakiwa ni mtu kuthibitisha kwamba kinachochukiwa ni lile kosa, sio yeye. Sasa haya mambo yanahitaji kifua kipana. Kwa sababu tukishachukia sisi, na tumesema sisi mara nyingi sana, ile family background, namna tulivyolelewa ndivyo tunavolea. Maana mzazi alikuwa akichukia, wiki nzima yeye ana hasira na wewe tu. Anataka akiingia sebleni wewe uondoke. Kwa sababu amechukia sana tangu wiki iliyopita. Lakini wewe unachotakiwa umuonyeshe tu kwamba yale yamepita, twende mbele. Sasa unaweza kuzungumza naye kawaida, lakini kumwambia ushamwambia. Ndio maana tutaona huko katika masala ya nasaha na mawaidha. Hilo taliona ni darasa. Wanasema wataalamu, usichukue muda mrefu sana kumlaumu. Tumia muda mfupi sana katika kulaumu. Yani usitoe mawaidha marefu katika kulaumu kule. Kwa hiyo nukta ya tatu ni kwamba pale ambapo unapompenda mtoto, sikilizeni vizuri, unapompenda mtoto akakosea alafu ukaonyesha umechukia, huwa anaumia sana kuliko la ungempiga. Yani ukinuna kwa sababu umechukia na yeye anajua kwamba unampenda sana, huwa inamwathiri sana mtoto, kwa sababu siku zote unaonyesha furaha na upendo. Leo umeonyesha kukasirika, yeye atataka kutoe katika ile hasira. Uso wako na mno ulivyokuwa kwa sababu ya hasira, lile litamuumiza sana. Ndio yale ya mke na mume wanaopendana, utaona mke anamuuliza kila saa mume wake, baba nani, kwani umechukia? Umechukia? Yani maana yake kuchukia kunamuumiza yeye. Kule kuchukia ni pigo kubwa la kisaikolojia. Lakini kama humpendi, ukichukia ndo sunna yako, kwani imkere sasa? Na wewe kila siku unachukia. Lakini madhali unampenda, leo umeonyesha kuchukia, atajisikia vibaya. Ndio maana tunasema kwamba kutia adabu kimapenzi kwa upendo ni jambo lina athari kubwa sana. Baba yangu kachukia leo, maana yake ni kwamba hanipendi tena. Sasa ile inaathiri sana. Nukta ya 4 na ya mwisho, ukilea kwa kupenda, upendo ukaonyesha, inasababisha kitu kinachoitwa at-taalluq wash-shafafiyya. Mafungamano baina ya wewe na mtoto na wewe yanakuwa ni makubwa, alafu panakuwa na uwazi, ash-shafafiyya. Unajua mtoto anayependwa hupenda kusema yalokuwa moyoni. Ni kama wewe ukipatwa na jambo lako humhadithi kila mtu. Ukija mtaani hapo unajua jamaa rafiki yangu ile, ukikaa naye ndio unaanza kumwambia, unajua mimi jana bana yamenifika mambo. Mambo gani? Unazungumza mambo ya ndani, sio Lakini huzungumzi kwa kila mtu.
unazungumza kwa mtu unayempenda ambaye na yeye atasikitika, pole bwana, namna hiyo bwana, pole. Sawa. Kwa hivyo ukionyesha upendo, kifua cha mtoto kinafunguka, atakuwa anakueleza ya nini, ya ndani yanayomsibu. Hakuna kitu kibaya kama mtoto kuwa hawezi kujieleza kwa mzazi wake, mzazi akamjua ana nini ndani. Na yule mtoto anaweza kubakwa, lakini akanyamaza maisha yake yote, mtoto wa kike, asimwambie mtu yoyote, kwa sababu anajua akianza tu vita vinaelekea kwake, yani haonee huruma, yeye ndo ataanza kugombezwa. Sasa kwa nini aseme? Lakini mtoto mwenye kupendwa akichokozwa, mtu wa kwanza kwenda kushtaki kwake nani? Ni mzazi. Nimekwenda pale dukani, yule baba ananishikashika, atayasema. Nadhani hao watoto wa kike hawapati haya matatizo? Wanapata sana, maana wanaume ndio kina sisi, sio washenzi. Kwa hiyo wanapata sana, lakini ni wote wanasema? Sio wote wanasema. Yule anayependwa nyumbani, anapewa nafasi, yule atasema. Na akisema, mzazi atawahi sana kutatua tatizo kabla mambo hayajaharibika. Kwa hivyo ule upendo utamfanya afungue kifua chake aseme. Ndio jana nikasema kwamba wengi katika sisi hatuwajui watoto wetu. Kwa nini? Kwa sababu hawasemi, na kwa sababu hatujawapa fursa ya kusema, na kwa sababu hawahisi comfortable, hawahisi upendo, kwa hivyo hawazungumzi. Jamaa, kuna jamii zinatushinda hapa kwetu katika nchi yetu. Kuna jamii tofauti, hebu tujaribu kujifunza. Kuna jamii ambazo mtoto mdogo miaka 9, 10 akikana watu wazima akizungumza, wala hawaambii nyamaza, wanazungumza naye kama mtu mzima, na yeye anahisi kwamba anaweza kutoa hoja. Hamna bwana, anatoa hoja, watu wanaendelea. Wengine kina sisi, mtoto mdogo akizungumza, wewe una adabu wewe, watu wazima wakizungumza wewe nyamaza. Hayo mtoto nini atazungumza sasa? Kwa nini ajieleze? Kwa hiyo hizi nukta 4 nilitaka kuzisema. Sasa maeneo yanayoonyesha upendo, jana tulianza tukasema, kwanza kumbusu mtoto na hasa mkono. Ni jambo ambalo tulisema jamani, tulianze hili, tutengeneze uhusiano huo. Mbusu mwanao, akubusu na yeye mkono. Jamii nyingine katika sisi zinafanya hivyo. Sasa nyie Wachaga, Wapare, fanyeni jamani. Kama kuwahi kubusiwa na wazazi wako, anzisha wewe. Anza kwa wazazi wako na anza kwa wanao, hiyo ni katika ada. Tumesema kukumbatia ilikuwa ni namba 2, alafu tumesema kupangusa kichwa cha mtoto, yani wewe salimiana naye alafu mpapase kichwa. Unatuma message kwenye moyo wake ya upendo. Nasema Mtume akasema hayo kwamba mwenye kupangusa kichwa cha yatima ataandikiwa kadri ya thawabu kwa kadri ya nywele alizozigusa. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu anakiingiza katika moyo wa yatima. Fanya hilo kwa mwanao. Amekuja, mmesalimiana, mvute, mshike kichwa kidogo, mpapase kichwa kidogo. Inatuma message kubwa sana. Wataalamu wamesema hilo. Tumesema nukta ya 4 ndio tulokwepo hapo, al-istima'u ilayhi. Jifunze kumsikiliza mtoto hata kama anazungumza vitu vya ajabu. Amekaa na wewe hasemi, mchokoze. Aseme, wewe rafiki yako kule shuleni nani? Anaitwa nani? Wewe jaribu kutengeneza ubishi na yeye. Wewe uweze kucheza mpira bwana. Uone na kuonyesha naweza. Mimi ndio kufunga goli. Zungumzeni, sio? Ili awe anaanzisha mazungumzo na yeye. Tumesema kwamba mambo haya yanatengeneza confidence kwa mtoto. Mtoto anaweza kukaa anafikiria ajikune au asijikune. Yaani kunyanyua mkono anaona tabu, anataka akae kama robot mbele ya mzazi kwa sababu ya kukemewa. Hana movement, akikaa anajikunyata, lakini ukimkuta na wenzake huwezi ukaamini kama ni mwanao. Unaambiwa mwanao msemaji, mzungumzaji, lakini wewe hujawahi kuona. Kumbe wewe mazingira unayotengeneza pale ya kidikteta hawezi kusema yule mwanao. Kwa hivyo wataalamu wanasema zungumza naye, aseme, wewe useme, utagundua kwamba ni msemaji sana mwanao na utamjua akili yake. Moja katika ishara za mapenzi, nukta ya 4 ni kumsikiliza mtoto. Sisi tunazungumza habari za mtoto,
Lakini yote haya yako applied kwa mume na mke. Yageuze upeleke kwa mume na mke, utaona haya pia ni ishara za mapenzi kwa mume na mke. Na hasa sisi wanaume, wanawake wanazungumza maneno mengi kwa siku kuliko mwanaume. Sio sisi wanaume wote tunaweza kuvumilia. Yaani ukifika tu anakuambia sasa baba nani, ngoja kwanza nimalizie kazi yangu nitakuambia. Anaanza sasa. Lakini wewe sasa ukiwa umechoka kule nani, hebu sikiliza tu. Maana hata usipomwangalia anambia sasa mbona unasikilizi? Anakutaka uitikie hata kama hujaelewa kinachoendelea, lakini hilo ni haja yake. Sasa usipofungua mlango wa kumsikiliza, atatafuta wa kumsikiliza, ambaye akisema anamsikiliza. Atasimulia mpaka amalize library yake ya siku. Ndio sasa ile baadhi ya mila za wenzetu kama vile Wamasai, utaona ataitikia mtu, hamkatizi mtu. Katika adabu hizo, sio wenzetu vile vile jamii ya Kihindi ataitikia tu sikiliza mpaka amalize, sio? Kina sisi hapana bwana, wewe acha maneno yako ya nini, mimi sitaki habari za kimbea bwana nini. Sasa utaona huyu sasa akikana mashoga zake saa zote anatafuta mashoga ili asimulie, hana pa kusimulia kwa sababu maradhi hayo anayo yeye. Tafuta mahali tu, yani kinachompeleka jirani ni kupiga domo, kwa sababu hana pa kupigia domo. Msikilize, zungumze mpaka malize. Ni kazi ngumu jamaa, hasa unapokuja umechoka, alafu yeye ndo kwanza kachangamka sasa, lakini wewe ushachoka. Na sisi sote tunayo. Allahumma illa kama uhusiano si mzuri, hata kuhadithia. Lakini ukiona anakuhadithia sana, ujue uhusiano wenu ni mzuri. Anaona hapa ndio pa kusema. Tena mara nyingine wewe ndio unampigia simu, haja kusikiliza anaanza. Mwambie sasa, lakini mimi ndio nilokupigia, nisikilize kwanza. Maana yake ataanza kukusimulia yeye na wewe ndio ulopiga simu. Kwa wengine tulivyozoea nakwambia, haya basi sasa, umenipigia kwa ajili gani? Lakini kishamaliza ya kwake dakika 5. Ndio anakumbuka kwamba wewe ndio uloanza kupiga. Tujifunze, ni mitihani lakini tujifunze kuwasikiliza, kwa sababu ndio maradhi waliokuwa nayo. Kwa hivyo haya yote ya apply kwa mtoto. Ndio maana masala ya kula pamoja ni muhimu. Wakati mnakula pale, kila mtu ataanza cha kwake. Huyu atamchokoza huyu, watabishana hivi na nini. Alafu wewe kaa kama hakimu pale. Hapana, anachokisema mtetee huyu, mtetee yule. Hiyo ndio raha ya maisha, shekhi. Ndio raha ya maisha. Watoto ambao hawana jukwaa la kusema mbele ya mzazi wakiwa na mzazi, hata kubishana kawaida, hawajengi mazingira mazuri. Na siku hizi sasa sisi, kwa sababu tunajidai tumeendelea, umejenga nyumba yako ina vyumba 2 3, hata wakati wa kula kila mmoja anachukua chakula chake anaingia chumbani. Sio sawa sawa. Jaribu kutengeneza mazingira ambayo watu watakaa pamoja, wabishani mambo ya kawaida pale, wale pamoja wa nini, inaleta watu pamoja. Kuna ndugu wameshikamana mpaka ukitizama unasikia ghera kwa namna walioshikamana. Kuna ndugu barabarani unawakuta saa zote wako pamoja, lakini kuna ndugu tumbo moja, baba na mama, lakini wale watu hawapatani kabisa, kwa sababu tangu mwanzo mahusiano haya ya kujengwa. Kwa hiyo ndugu zangu, katika ishara za mapenzi ni namna ya kumsikiliza mtoto aseme, hata kama mambo anayosema hayana maana, na ibishana naye kama uko katika level yake. Nukta ya 5, Mtume anasema tahabu. Na hii ni kanuni ya jumla. Peaneni zawadi, mtapendana. Kupeana zawadi ni sababu ya kupendana, na kupeana zawadi kunaleta na kupendana kunaleta matokeo ya kupeana zawadi. Ni kama cycle. Yaani kila kimoja kinasababisha kingine. Tuko pamoja? Yaani ukimpa zawadi mwenzako mara kwa mara atakupenda. Na ukimpenda mtu unatamani umfurahishe, umpe zawadi. Haja kuomba kitu, unamwambia bwana vipi bwana, na chochote cha kukupa. Kwa hiyo hadithi ya Mtume inasema peaneni zawadi, mtapendana. Hakikisha wewe, sio lazima watoto wakuombe. Wewe mwenyewe ukifika nyuma unatamani acha
ninunue hichi kitu fulani, mpira leo niwafurahishe. Na utaona mtoto ukifanya hivyo lazima kesho shuleni akahadithie, baba yangu aliniletea kitu fulani. Mimi baba yangu ameniletea zaidi. Ndio tabia za kitoto, sio? Kwa hivyo inaonyesha upendo ule kumletea mtoto zawadi. Tujitahidi bwana, zawadi sio lazima iwe na thamani sana. Kwa level ya mtoto, sio lazima uwe tajiri ndio umletee zawadi mtoto. Pipi, peremende hizi ni zawadi tosha. Wajue kwamba baba akiingia anakuja na chochote na kuna thawabu ndani yake. Ndio maana Mtume akasema kwamba ukimwahidi mtoto tekeleza. Kama nitakuletea kitu fulani, tekeleza. Uwezi mwambie siwezi, naweza hiki. Kwa hivyo moja katika namna ya kuexpress upendo wako kwa mtoto ni kumletea zawadi. Jitahidi sana unapoingia, usiingie mikono mitupu. Na ndio kama ninavyosema, haya yote application hii iko kwa wote wawili. Yaani mkeo wewe mpelekee zawadi, inatengeneza mapenzi sana, sio? Na unafikiri zawadi thamani yake ni kuwa zawadi. Kitu hakina thamani kabisa, lakini mathalan zawadi huwa kina thamani kubwa sana. Siku hizi kwa sababu ya utamaduni wa kimagharibi, watu hupeleka zawadi hata ua lenyewe ukitizama hata halina maana, lakini linaashiria nini? Upendo tu. Ua lenyewe kesho siku ya pili shasinyaa. Akilishika pale analibusu, na siku hizi kwa mambo ya simu atalipigia hata picha, ataweka pembeni, apige na picha yake na nini, aweke kumbukumbu, sio? Baba fulani analetea ua. Kwa ni vitu vidogo sana, yani zawadi ni kitu kidogo sana, lakini kuwa kina hadhi kubwa. Ni hii Ramadhani umeamua mletee kitu cha ziada, unajua anapenda, ukamnunulia juisi ya nje ukamletea. Kisha unawaambia wanao, hii ya mama yenu sio ya kwenu bwana, ni special, sio? Ni vitu vidogo sana ambavyo vinaweza kujenga mapenzi. Kwa hiyo Mtume amesema tahadu. Hii ni kanuni ya jumla. Hata mimi na rafiki yangu fulani mzee PC, napoamua kumpa zawadi, nastawisha upendo baina yetu. Ndivyo ilivyokuwa. Na haya ni maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku hizi tunaona katika mimbar watu wanazungumza kwamba eti kualika watu wenye uwezo bwana, hiyo sio kufuturisha bwana. Wako maskini wengi, unapeleka mtu na uwezo wake. Nani kakuambia kwamba anayefuturisha ni maskini tu? Hapana. Kufuturisha, hata kama unafuturisha watu wenye uwezo, unajenga uhusiano mzuri wa kijamii. Yale mahusiano mazuri, umewaalika watu wana uwezo 10, maana yake ni kwamba unatengeneza uhusiano mzuri na wao. Hawana haja ya hicho chakula, lakini ile heshima ya kwamba umewaita, ukawaalika, mkakaa pamoja mkala, inajenga uhusiano mzuri na mapenzi katika jamii. Kwa hiyo lengo sio kula tu bwana kwa mtu asiyekuwa na chakula, lakini ni kujenga alaka nzuri ya kijamii. Kwa hiyo acha watu waalikani bwana, hata kama wana uwezo. Kwa hiyo ni nukta nyingine katika ishara na vielelezo vya mapenzi. Lakini vile vile al-ihtimamu bil mashaa'ir, kupei ile attention katika feelings za mtu. Ndugu zangu, wanadamu wana hisia. Unaweza kumkuta mtoto hana furaha, hebu onyesha kwamba uko concerned na ile hali yake. Yani hisia zako ziwe sambamba na hisia zake. Unapomuona mwanao hana furaha, mchokonoe. Mbona leo nakuona hujachangamka, kuna tatizo gani? Nani kakuudhi? Kwa sababu sisi binadamu, yarhamukallah, kuna wakati mwingine tunataka kudeka. Na kudeka ni tabia ya mwanadamu jamaa. Hata akawa ni mtu na miaka 80, kuna wakati anahitaji aone watu wanambembeleza, wanamjali. Kwa hiyo wakati mwingine mtu hununa ili aulizwe. Inakuwa ni moja katika means za communication. Kusizidi kununa, kwa sababu kuna watu nyumbani mume na mke hawazungumzi ila kwa lugha ya kununa. Yaani akinuna ujue kwamba hajaridhika, sasa umridhishe. Amekuomba kitu, kamwambia bwana kwa sasa hivi sina, ananuna, ili wewe mwenyewe uelewe kwamba unatakiwa ukitafute. Sasa lugha, mawasiliano kwa njia ya kununa hayajengi sana. Na kwa wenzetu upande wa pili ni moja katika lugha kubwa hizi. Sio tabia sana ya kiume. Japokuwa kuna wakati kununa kunahitajika katika kujenga jamii. Ndio ile Mtume akasema
kuamrisha mema na kukataza maovu kuna darajati. Kuna daraja ya kwamba huwezi kuzuia kwa mkono, huwezi kuzuia kwa mdomo, nuna, ili yule aliyefanya lisilofaa ajue kwamba umekasirika kwa sababu hiyo. Haya ni katika maelekezo ya Bwana Mtume. Japo kwa kununa uwe umeonyesha zile hisia zako. Sasa mtoto ukimwona ana mazingira fulani hana furaha, mchokonoe kujua kwa nini. Mimi nakuona huna furaha, kwa nini? Kuna tatizo gani? Akiona unajali hali yake, ile ni moja katika ishara za mapenzi. Anaweza kukataa kukuambia, ukamsumbua mara 2 mara 3, akakueleza ana tatizo gani. Mara nyingine anaweza kuwa amegombana na mama yake, ukajaribu kuona njia gani utapita kuzungumza, sio? Kwa hivyo kuonyesha hisia zako anapokuwa katika hali fulani ni moja katika ishara za mapenzi. Sio kwamba wewe lia ukichoka utanyamaza. Maana ndio Waswahili wako hivyo. Wewe lia ukichoka utanyamaza. Unalia hujapigwa sawa sawa bado, anaipigwa sawa sawa huwa halii. Ndio lugha tulozizoea, sio Maanake lia utakavolia hakuna atakayekubembeleza, lakini namna ya kimapenzi unampiga mtoto analia kisha unakuja unambembeleza, basi baba usirudie tena. Yani unaonyesha feelings zile. Yeye anahisi kama pamoja anakuwa nimepigwa lakini baba ananipenda. Haya basi baba, sasa usije ukafanya tena namna hiyo. Basi natosha. Nadhani tuko pamoja. Kwa hivyo kuonyesha zile hisia zake unazijali inajenga sana katika malezi. Hiyo ni nukta nyingine ambayo ni nukta ya 6. Nukta nyingine ni ngumu kwa sisi kina Wapare na Wachaga na wengine, kumwambia mwanao nakupenda mwanangu, habibi. Yani ulimi mzito bwana, haukubali kabisa kusema. Unajiona sijui umekuwa mzungu, sijui umekuwa nani, kwa sababu hujaona hata baba yako akikwambia wala mama yako hata siku moja. Tuvunje huu ukuta jamaa. Nani ashe kumwambia mwanae nakupenda? Maana hata yule mtoto mwenyewe anashangaa imetokea nini mzee? Yuko sawa sawa mzee? Kwa hiyo jamaa, haya mambo yanaanzishwa kisha yanakuwa ya kawaida. Tuyaanzishe, tuyaendeleze, kwa sababu ni Mtume amewahi kuja sahaba mmoja kwa Mtume akamwambia, ya Rasulullah, mimi nampenda fulani. Mtume akamwambia, ushawahi kumwambia? Akamwambia hapana. Nenda akamwambie. Akaenda akamwambia, mimi nakupenda bwana. Na yule bwana akamwambia, na mimi pia nakupenda. Kwa hiyo Mtume hakutosheka kwamba unampenda mwenzako tu, alitaka aambiwe pia yule anayependwa kwamba bwana nakupenda. Kwa hivyo kumbe basi haitoshi kuleta tu zawadi kwa mkeo, mwambie. Hizi lugha pia tumezishindwa, habibi, habibti, hani, sijui nani, tumeshindwa jamaa. Hata za kuiga maana zimejaa kwenye mtandao, sio? Kwa hivyo hebu tujaribu kutengeneza mazingira mapya, kwa sababu kuna thawabu ndani yake. Na mimi nasema ni jambo gumu bwana. Nimeshakaa na mkeo miaka 30 40 kisha unaanza sasa hivi. Yaani ni jambo gumu. Takiwa kidogo ujidai wazimu kidogo. Vijana sasa hivi wanasema nini? Ujizime data mpaka na yeye akuone kwamba ni za kawaida bwana, sio kwamba naogopa kitu fulani ndio maana nimeamua kujipendekeza kwake. Hapana, kitu cha kawaida tu bwana. Kwa hivyo hivi ndivyo Mtume alivyotufunza. Sahaba akatumwa akamwambie sahaba mwenzake kwamba ninakupenda bwana, rafiki yangu. Haya basi, umeshindwa direct, indirect huwezi. Hata kuambia dada zako na nani kwamba mimi mama fulani nampenda sana mke wangu, kwa makusudi kabisa wapeleke message, pia hiyo umeshindwa. Kwa hiyo ndugu zangu, haya tuyafanye. Kwa hivyo kwa maneno, kalimatu hubbi, maneno yoyote yenye kuashiria kama unampenda, hebu jaribu kuyatengeneza. Alafu kuna namba 8, nadharatul hubbi. Unajua kuna kutizama mtazamo wa kupenda. Angalia mtoto anajua kabisa unamwangalia unaashiria kupenda, umempenda, sio? Na hii iko wazi kwa watu wazima jamani. Unaweza kumtizama mtu wa jinsia tofauti, ya ule mtazamo tu unaashiria hapa kuna jambo, sio? Hebu lifanye hilo kwa mkeo, lifanye kwa wanao. Yafanye hayo. Na hakuna haja ya kuingia darasani kwamba yanafanywa vipi haya. Kwa sababu uso una lugha nyingi. Uso wa mwanadamu una lugha
nyingi. Kuna wakati mtu akikaa tu pale mzee uso wake, mtoto anajua hapa mistakiwi, anajua hapa naweza nikapigwa kofi. Kuna namna ya uso mtu anajua kabisa hapa nimeambiwa sogea zaidi. Ndio maana tukasema kwamba mtoto mwenyewe husoma sana uso. Wanasema kwamba mtoto kabla ya kuzungumza kwa ulimi wake anazungumza kwa hisia, ana hisia za hali ya juu. Yule anemchekea chekea toto nini, mtoto anaisoma hiyo ramani. Hata akitaka kumpokea yule mbebe, mtoto yuko tayari na hamjui, kwa sababu anasoma ile expression usoni. Jamaa limekunja uso, abusan kamtarira, mtoto mwenyewe akimwona analia, wala hajaambiwa chochote, kwa sababu mtoto anasoma hiyo, sio? Kwa mtoto anasoma ule uso na namna ulivyokuwa. Tutatoeni kisa fulani kwenye darasa ijayo, tutaanza nacho inshallah katika masala haya. Kwa hivyo mtoto ni mwepesi wa kusoma uso wa mtu. Akishausoma hivi anajua hapa mmependwa, hapa kuna hatari, hapa kuna hivi. Sasa na wewe muonyeshe ule uso wa kupenda ili avutike na wewe. Kwa hiyo kuna mtazamo wa kupenda, uso uonyeshe namna unavyompenda. Hadithi ya Mtume inasema hivi, mwanamke bora ni yule yupi? Yule ni yule ambaye idha nadharta ilaiha sarratka, ukimtizama wewe mwenyewe unasikia burudani. Ndio ile inaitwa qurratu ainin, likiburudisho cha macho yangu. Yani mwanamke ambaye akikaa mbele wewe mwenyewe uso unafunguka, unajisikia raha kumtazama, sio? Unaonyesha ile furaha kwamba anavutia mke wangu. Haitoshi, yani inatosha tu wewe kumuona hivyo, jirani na mwingine si muhimu, sio? Kwa sababu kila mtu ana vionjo vyake, sio? Lakini akikaa pale mbele unavutika, unasikia raha, na yeye anakuona kabisa kwamba huyu anavutiwa na nini. Sasa kwa hivyo hiyo ni muhimu sana. Mbali na kuwa wataalamu wanasema uso ule, Mtume mwenyewe kasema walil mu'minu hashun bashu, ni mtu uso wake sio ulokunjamana, sio? Walau kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlika. Kwa mtu wa kukaripia bwana Mtume watu wangemkimbia, sio? Wanamsogelea kwa sababu ana bashasha na tabasamu, na ndio tabia ya muumini. Hata kama matatizo yamekufanya ukunje uso, jitahidi kujifunza. Ndio hadithi zinasema kwamba mu'min huzuni yake iko moyoni mwake na furaha yake iko usoni mwake. Yani ana huzuni lakini mpaka uchokonelo utajua, kwa sababu ukimtizama usoni yeye anatabasamu saa zote. Mambo haya yanahitaji mazoezi bwana. Sisi wengine mpaka sura zinazeeka kwa kuchukia, maana unakunja uso sana mpaka uso wenyewe unazoea. Ukitabasamu ndio hali ambayo ni ya dharura, yani uso haukubali, lazima urudishe ile makunjamano yake baada ya muda. Kwa hiyo tujitahidi sisi kukunjua uso, ni afya, lakini ndio tabia ya muumini. Haya yote tunayosema, yani mimi mwenyewe ni mwanafunzi nahitaji kuyasoma. Kwa hivyo mapenzi ni nukta muhimu sana katika kulea, lakini ni jambo muhimu sana pia kwa mume na mke na kwa wote wanaokuzunguka, kwa sababu huwa linafanya mtu amiliki moyo wa mwingine. Ndugu zangu, leo tutakomea katika nukta hii ya 8. Tuna bado kama 2 hivi zimebaki, tutakamilisha ili twende mbele tukamilishe darasa hii. Nas'alullah al-auna wat-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu at-tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.